Dada mambo? Poa. Mzima? Mzima. Kwa majina mimi naitwa Mr. Kimoja. Sijui mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Sofia. Oh, Sofia. Una jina zuri sana. Asante. Na katika mtaa wetu wewe ni mwanamke mrembo sana, Sofia. Nashukuru. Na naona kama leo nimekutana na nuru machoni mwangu. Sofia, kiukweli huwa nataka kuvutiwa na wewe sana. Inamaanisha nakupenda sana Sofia. Yaani ndio tumekutana sasa hivi tu umeanza na kunipenda? Mbona sijawahi kuona mimi? Yaani mtu unakutana naye tu mara ya kwanza na unaanza kumwambia unampenda. Upendo huwa uanzi jana wala juzi. Upendo unaanza pale unapokuwa unamuona mtu na moyo kama umemfungukia. Sawa, nimekuelewa. Kuna jingine? Kingine hakuna, labda tubadilishane mawasiliano. Sawa. Sifuri 7 10 11 28 3. Sofia. Sitasave Sofia. Nitasave my love. Sawa, vyovyote. Sofia. Hivi hapa mtani unaishi wapi? Naishi mbele tu hapo, sio mbali. Sumba ya mitaa hii. Kwani nawe unaishi wapi? Mimi naishi ni hapo tu. Kwa rafiki yangu. Sawa. Kwanza nimefurahi sana kukutana na wewe leo. Na kupiga story, kubadilishana namba. Najua safari moja uanze safari nyingine. Ni kweli. Sofia, mimi niko naomba nikuache. Sawa. Asante sana. Kidogo mambo, unajua unaita mapepe dakika za mwisho. Sasa ndo kwanza tumeingia hata mechi bado haijachangamka, afu unatoka nje na kwa ukamu. Unajua hizo dharau unazoleta kidogo mambo. Wewe mwenyewe unaelewa Shenzo mdudu ni nani? Oya ndosi ili hapa kichwa kigumu, afu unaita dharau. Umenisahau na kuuliza umenisahau. Sasa sikiliza, hapa tunarudi ndani, mchezo unaendelea. Hapa ngoma bado isambe, tunaendelea kuruka majoka. Sofia mpenzi wangu. Nitakumisi sana. Nitakumisi pia. Na huko unakoenda usisahau kuwasalimia wapwe zangu. Maana nitamani hata mimi tungeongozana wote. Usijali. Nikirudi wakati mwingine tutaenda wote. Utajua wapwe zako. Sawa? Kweli? Ndiyo. Kingine Sofia, usichelewe sana kurudi. Maana unakumbuka uliniambia pale nyumbani kodi naishi. Na wewe ndo mama ya nyumba mama. Nakutegemea sana, sije nikaumbuka. Usije kuhusu hilo. Mimi sitochelewa sana. Maana hata nguo zenyewe sijabeba. Ni siku mbili tu nitakuwa nimerudi. Kwa hiyo ndo shaka. Mimi sitaki tena. Nilichokutana nacho mondani aka mwenzangu. Kitu gani cha kutaka kunivunja mwili wenyewe huu? Yaani umevuta mibange yako mwenzangu kama umenipania vile. Sitaki. Dogo mambo, sikiliza. Tunaingia ndani tunaendelea na majoka. Usitaki majirani wasikie mimi ninavyofanya ubaya.
Kidogo mambo. Unatazalao sio? Baridi. Utakuja tu Mugeto. Utakuja tu Mugeto. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Na mimi na imani utaweza kukaa mbali na mimi. Maana unavyonipenda na mimi nakupenda. Aga. Sofia mpenzi wangu. Kweli unaondoka. Lakini hata picha ukumbusho jamani. Sawa. Bye. Sawa, nakupenda sana. Nakupenda pia. Wewe vipi? Shoga yangu, yani acha tu. Nakwambia nilichokutana nacho huko, yani natana unaibu kusimulia. Yani nimekutana na Shenzo yule. Yani sio nataka nivutia bange, sio nataka nikamie, kaninuia, yani hata sielewi shoga yangu. Yani nimetoka mbio. Kakupiga? Si bora tange nipiga. Tungejua moja nimepigwa. Kumbe we nayo tu uzima usitake kuniambia ujui. Kakupiga? Yaani shoga yangu ninavyokuambia, katika mchezo toka alivyopanda saa 12 asubuhi mpaka saa 10 yule baba yupo kwenye kiuno tu. Yaani kila nikitaka kutoka kaka hatoki. Upo shoga yangu? Nilichokutana nacho leo sio poa. Dada, nimeagizwa urudi nyumbani. Hicho unachokitafuta hautakipata. Najua umekuja duniani ili kuweza mahusiano na binadamu. Hivyo unahitajika urudi nyumbani. Sanula mdogo wangu. Kwanza mimi sihitaji kuolewa na jini. Nimekuja duniani ili nitafute mwanaume ambaye ni binadamu na nahitaji nizae naye mtoto ambaye ana damu ya kijini na kibinadamu. Hivyo basi siwezi kurudi ujinini. Labda nikishindwa ndo nitarudi ujinini, lakini kwa sasa hapana. Sawa, nimekuelewa. Binadamu unavyojua mimi hawana jema. Endapo akija kugundua wewe ni jini, hawatakuacha salama. Kwa hiyo kuwa makini sana na binadamu. Yangu ni hayo. Kwa hilo. Mtoto umenyeka wewe. Mimi najua kitu gani kakupiga. Kumbe umekutana na kitu konki. Sasa usina mwanaume mzuri mdogo wangu. Mambo ya tumizaga muano. Unakimbia mizaga muano? Hey dada, usitaki kuniambia tena ushamtamani yule shemeji yako. Sijamtamani mdogo wangu, ila umenichosha hiyo kusema umekimbia mizaga muano. Watu wanaume kama hao ndo tunawataka. Ningempata mimi mwanaume kama huyo.
Yaani unajua, yaani wewe, yaani mdogo wangu nimekutoa, yaani samani sana. Yaani wewe unakimbia show kama hizo ndio tunazozitaka watu kama sisi. Shauri yako. Basi subiri naweza kama leo likukute, maana unaona kama mimi nimefanya ujinga. Hili toto sijui likoje. Eti nimekimbia, sijui kanyelia nini. Mambo kama hayo ningeyapata mimi. Mwendo wa umu tu. Baby. Yes baby. Unajua unaenjoy sana nikiwa na wewe. Mimi zaidi yako mpenzi. Serious? Kweli? Nakupenda sana Jay. Nakupenda pia. Basi naomba nikusindikize nyumbani. Sawa, hamna shida. Halafu baadaye nitakufuata. Sawa. Nakupenda mpenzi wangu. Nakupenda pia. Wa Amina. Be. Si bado popo hapo? Niko naomba kidogo nitazamie chumba hapa. Nimshtikize wifi yako. Sawa, mimi nipo. Oya, mimi niko na mwanangu tunakinda afu tunaponda. Kilo mbaya. Hatujawahi kuchekesha hata siku moja. Sasa sikiliza. Usitake kuumia. Sisi hapa tunataka mchele. Tunataka dosko. Sina. Una hela vipi wewe? Wewe. Sisi tunataka hela. Tunataka hela. Sina hela mimi sina. Washenza mdudu, anachelewesha huyo. Sikiliza. Ngashtuka, ngamtuma. Atoje kumkalia mtu nyuma. Mina. Baada ya asubuhi. Salama. Naona ndo narudi. Bwana. Sasa tunafanyaje sasa kuhusu mazingira hapa? Tunaishije yani? Yaani wewe umemwacha mwanamke wako kaondoka hapa ngoja kunisumbua mimi. Yule achana naye. Unajua mimi nimekuzoea yeye. Hivi, naweza nikakushauri kitu? Sawa, unaweza kufanya hivyo. Hivi, Mseremu, unaonaje ukawa? Mina. Swala la kuwa lipo tu. Lakini pia kila swala pia lina muda wake. Umri unaenda? Ni kweli miaka inaenda. Lakini mimi bado sijamuona mwanamke sahihi wa kumuoa. Jana mwanamke sahihi wa kuoa? Yule mnada wa Tuma anaonekana anakupenda kabisa. Mpaka anatoka huko kwa anakuja mpaka huko. Huenda kama ananipenda kama unavyosema. Lakini mimi yule sio mwanamke ndoto zangu. Toto. Soma mwana. Si unajua nini sasa mwanangu hapo?
utoshenyete. Au sio? Kione tu. Baridi hapo nyewe tunakinda afu tunaponda au sio? Alianza wewe sama. Au vipi? Mimi si ndo digala. Au sio? Lazima nianze mimi hapa. Kisiela ile si unajua. Nyama tu. Yaani unamaanisha nini labda? Hebu unaweza ukanielewesha vizuri nikakuelewa. Unajua Mina, swala la kuoa ni swala ambalo unahitaji kupata muda mwingi sana wa kufikiria. Lakini vipi kama nikikuoa wewe? Kunioa mimi? Hapana, kwa kweli na moyo mdogo sitaki. Kwa nini unasema hivyo? Hapana. Kwa nini hapana? Kama mimi siwezi kuishi na wewe? Hatuwezi kuendana. Tuachane na haya. Niko na kuzingua tu. Sasa mimi niko ndani hivi. Ukishika mambo yako sawa, nini kuhusu masuala mseto utanistua hapa. Sawa. Haya. Oya. Unatuetia au vipi? Hivi kumbe nyinyi ni wapumbavu Kumbe binadamu mnaomba kiasi hicho? Wewe. Haina hiyo hapo wenyewe unajua. Kwa nini unataka kunifanya nini hapa? Hayakuwa sijakosea kitu chochote kile. Mlitaka kunifanya nini? Sasa basi. Nataka niwaonyeshe. Nyinyi si mnajisia vidume? Leo nataka niwaonyeshe kwamba mimi si mtu wa design yenu na sitokuchezewa na mtu yoyote. Leo. Sasa nawaonyesha. Vipi Malu? Vipi mbona sielewi? Yao mzee. Yao kweli, yani hapa noma. Afu sikiliza. Uwezi amini mimi toka nimeanza mitikasi hapa. Sikutana na ushamba kama huu hapa. Isho umekaa kishamba kichau wangu. Wewe unaonaje? Mungu ni balaa. Tumeitafuta mzee. Oya. Sielewi, nishachanganyikiwa hapa, kichwa kielewe kinawaka moto mwanangu. Sikizeni niwaambie. Sina nia ya kumdhuru mtu yoyote hapa. Na sijawahi kumdhuru binadamu. Nimekuja duniani kwa matakwa yangu mimi. Sasa basi. Nawapa onyo. Sitaki mumwambie mtu yoyote yule kwamba mimi si binadamu wa kawaida. Na endapo mtakiuka, mtanijua mimi ni nani. Huku nipo wapi? Na mbona kama sielewi?
Yaani nimefikaje hapo? Mimi si nilikuwa nimelala ndani. Mbona kama ishakuwa noma sasa? Daudu, fanya kama unaona. Naambie shoga yangu. Basi nakwambia bwana, lile jitu linakoloma. Acha wewe. Shuji nakwambia kiange sema nigeuke huko. Jitu kanguruwe. Jitu ka simba. Yaani wewe mtu na moyo kulala naye, mimi siwezi. Dada. Njaa hizi dada zitatuua. Bwana yeye siku nyingine kila nikiliangalia ile baba na ile tumbo lake kali na kunya umumu. Nilifanya ila jamani wewe una vituko ya dawa. Lakini nashukuru Mungu alhamdulillah. Halopata kapata udugu wangu. Sio sana kukabu. Mawifi zangu hao. Wifi. Mambo zenu? Poa nzima. Mzima. Wifi vipi? Shwari. Shikamoo. Marahaba. Wazima? Wazima, karibu. Asante. Nilikuwa tu nimewamisi mwana. Sie tupo kama unavyotuona hapa, hatuna habari, tumetulia. Haya, mimi nenda hapo kumsalimia kaka yako alafu nitarudi baadaye. Haya, sawa. Msalimie. Haya mwana, mawifi zangu baadaye. Wifi yangu, ila umependeza, yani umewaka hatari. Angalia tu uko njiani wasikutamani. Hata usijali mwana wifi yangu. Haya, bye. Haya. Kaka samahani. Bila samahani. Samahani kakaangu. Yaani hivi unavyoniona hapa, tangu asubuhi sijala kitu chochote. Kwa nilikuwa naomba unisaidie angalau kitu chochote tu ili mradi mkono uende kinywani. Nakuomba sana kakaangu. Mbona wanipa mtihani? La, acha nione kama na chochote kitu. Wewe. Sasa unakuchekesha nini? Wewe naye unajua kumcheka mtu. Hasa mimi nimemcheka, nimemsifia wifi yangu. Wewe naye vipi? Kapendeza nini vile viguu kama mswaki? Wewe muone pale vile wifi yangu. Sema kakaangu kajua kuchagua. Kajua kuchagua wapi? Si wakati anamchagua wewe alikuwa anafupa bacho. Wewe tena ninapokuja demo. Wewe najua demo yako chafu kama chimbacho. Hasa kujua wewe nani? Yani mimi ningekuwa na uwezo mwenzangu kakangu ningemtafutia mwanamke mzuri. Mwanamke kwanza pambe anaendana na mawifi zake. Asa yule vitu kama vile wanaovaa huko Oysterbay, Masaki, wa pesa kuuswahilini na vitu kama vile wapi na. Sikia nikwambie, huyo kaka yetu kampenda vile vile kwa yale mavazi. Kwa wewe dada yangu kaa chonjo. Mimi hata sijapenda. Ila tabia yako hata sijaipenda kwa kweli. Wewe basi ndio hapo unavyomwambia. Wifi umependeza. Mtu wenye kama kimungu. Yaani mwenye kapendeza pale. Ngoja niende zangu sokoni. Maana watu na wifi sana. Na kiasi kidogo hapa. Sijui kama kitakutosha lakini. Asante sana. Samahani. Una moyo wa pekee yako sana. Wala sijalilo, ni jambo la kawaida tu kumsaidia kila mmoja.
Mimi kwa majina naitwa Madina. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Mseremu. Kama utojali, ningeomba uwe rafiki yangu. Madina, hilo ni swala ambalo mimi siwezi kulipinga. Unaweza kuwa rafiki yangu bila kujali chochote. Sawa, basi unaweza hata kunielekeza unaishi wapi? Mimi siishi mbali. Ni hapo tu mtaa wa pili hapa, mtaa unafuata, mimi ndo naishi hapo. Haya, asante sana. Sasa mimi nashukuru kukufahamu. Uwe na siku njema. Halo dada. Shikamoo. Safi za siku. Dadangu mimi na matatizo. Mimi nilikuwa naona tu nirudi nyumbani. Hamna, usijali, tutakuja kuongea huko nikifika dadangu. Sawa basi, mimi nakuja sasa hivi yani natoka sasa hivi hapa. Nitakuta nyumbani. Sawa dada. Odi. Mie kidogo mambo. Kidogo mambo. Vipi? Poa, vipi? Alafu mbona sijakuzoea kuwa hivyo? Yaani kama una wasiwasi hivi vipi? Umo ndani umeingiza mwanamke nini? Hamna. Sasa kumbe nini? Hamna, kawaida tu. Sijakuzoea kuwa hivyo mimi. Basi tuachane nayo. Mimi nimefuata nguo zangu. Basi sawa, ingia ndani. Ndani tena? Mimi ndani siingii. Wewe nilete tu hapa. Sikia. Kuna mwandani umeingia mara ngapi leo ndio ukatae kuingia? Mimi niingie ndani nikute kama siku ile. Kastaki. Wewe niletee nguo zangu hapa niondoke. Unazingua. Hebu ingia ndani. Sawa. Karibu mdogo wangu. Asante sana dadangu. Yaani mdogo wangu, toka ulivyoenda kuchanika umenisahau kabisa dada yako. Ndio leo tena unakuja? Dada. Ni maisha tu. Haya, karibu niambie. Fresh. Nikasema niji nyumbani maana leo nikuta sio madogo. Nini tena mdogo wangu?
Mbona unanitisha? Hebu unavyoniona hivi, na hicho kibegi changu, na ile kofia, na hizo nguo, nimelala jana vizuri kabisa. Lakini leo asubuhi naamka, na kuja nijikuta nimeamka nipo sehemu nyingine kabisa. Tena sasa cha kushangaza na cha kunitisha zaidi, yaani hivi unavyoniona na begi langu ndio hivi hivi. Haya, na huyo mtu ulikuwa unaishi naye yupo wapi? Maana mara nyingi ulikuwa unaniambia una wifi yako na wifi yako, alafu mbona hujaja naye umemkimbia? Madina. Sikutegemea kukuona hapa. Wala usijali. Alafu umepajuaje hapa? Yaani uwezi amini. Nimeulizia tu jina. Sikujua kama maarufu hivi. Oh. Basi karibu ndani. Hamna shida, tunaweza tukaongelea hapa hapa. Serious? Yeah. Okay. Hapana dada. Sio kama nimemkimbia. Yule aliniaga nenda kwao mara moja kusalimia. Umeona? Lakini toka ameondoka, nikipiga simu zake azipokelewi, hata nikituma message azijibiwi. Hivyo una uhakika kweli kaenda kwao? Una uhakika? Kiukweli mimi sifahamu, lakini mimi jinsi alivyokuwa ameniaga aenda nyumbani kwao. Lakini kitu cha kushangaza, ili tukio ambalo limenitokea, nikajikuta nimeamkia nipo nje pamoja na kofia yangu na hizi nguo zangu na ile begi. Nikasema mimi hapana, siwezi kukaa tena. Nikabidi nifunge safari mpaka hapa ulipo wewe. Haya, na vitu vyako vipi? Mbona umeviacha? Kiukweli dadangu, vitu vyote pale vya yule mwanamke. Mimi sina kitu chochote. Makubwa. Haya, karibu. Hapa ndo nyumbani ulivyopaacha ndo umepakuta. Karibu. Asante sana dadangu. Sababu na mwenyewe nimeshafika hapa nyumbani. Nyumbani ni nyumbani tu. Haya, karibu. Asante sana. Mazingira mazuri sana. Unaishi peke yako? Hapa naishi mwenyewe. Hauna mke? Hapana. Naishi tu peke yangu. Mina. Habari yako? Salama za kwako? Si tuko poa. Kutana na rafiki yangu anaitwa Madina. Madina. Huyu anaitwa Mina. Nafurahi kufahamu. Hata mimi nafurahi kufahamu. Yupo ndani. Basi sawa. Niambie Madina. Wala mimi sikai sana. Nitakuja tena siku nyingine, acha niondoke. Mara hii tu? Basi sawa, sina budi nikusindikize. Mimi naona bora uishie tu hapa. Madina hapa? Panatosha. Na maana unatamani hata nipajue kwako. Utapajua ila siku nyingine, sio kwa leo. Leo unajua nini Madina? Nafurahi sana kukutana na wewe. Na nimefurahi kufahamu. Na mimi utakuwa rafiki bora sana kwangu.
Hata mimi nimefurahi sana kukutana na wewe. Basi sawa, lakini nilikuwa na ombi moja. Kama utojali lakini. Mimi nahitaji kufika kwako. Yaani natamani sana nipafahamu kwako. Sawa. Siku moja utafika wala usijali. Mimi si ndo nimekuahidi. Lakini Madina, wewe ni rafiki yangu. Lakini natamani uwe zaidi ya rafiki kwenye maisha yangu. Kwa sababu nikiwa karibu yako huwa nafarijika sana. Na hata nikiwa nakuona hivi, basi najisikia amani. Na ndio maana nahitaji kupajua kwako. Hata tu kwa kunielekeza. Mimi nimekuelewa yote hayo na nimekuahidi. Ipo siku utafika. Ondoa shaka. Lakini natamani siku hiyo iwe leo. Kwa leo hapana. Basi sawa. Tuachane na swala la kufika. Hata nielekeze tu unapokaa, nijue na nikimtaka Madina nampata sehemu fulani. Sawa. Umeona mtaa huu? Ukishavuka mtaa huu unaofuata nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu. Basi sawa. Nashukuru pia kwa kunielekeza. Sawa. Nadhani siku moja nitakuwa surprise. Haya, hamna shida. Basi sawa, mimi nikuache. Nirudi nyumbani nikajipumzishe. Sawa, siku njema. Sawa, nakutakia uwe na mchana mwema. Haya. Sofia. Samahani kaka, unaniita mimi au? Sofia. Na maswali gani unaniuliza? Mimi si mpenzi wako kimoja jamani. Na ulinaga ndo nyumbani kwa mama kusalimia. Itakuwa umechanganyikiwa wewe. Sofia. Uliniacha nyumbani kwetu pale Chanika pale kwenye nyumba yako, chumba chako kinyewe. Nimechanganyikiwa kivipi Sofia? Usitoshe umeniacha kwenye ile nyumba inanisumbua ina mauza vibaya mno. Mpaka nikaamua kuondoka mimi pale nimekuja kwa dadangu. Kwa hiyo kuna kwa mamako Sofia. Sikiza nikwambie wewe. Sawa? Mimi siitwi Sofia. Na wala sijui uko Chanika, sijui wapi mimi sijaye kuishi. Mimi naitwa Madina. Sawa? Alafu hizi habari za sijui mtu humjui unamsimamisha unaita tu majina yasioeleweka. Kaka, siku nyingine utakuja kupigwa. Hebu kuwa na adabu wewe. Nimeshakwambia mimi sio Sofia. Kwa nini unalazimisha? Ina maana naota Sofia. Nadhani tuelewani, si ndio? Nimekuambia mimi naitwa Madina na huku ndio kwetu. Unaniambia habari za Chanika sijui Sofia? Mimi sielewi, sawa? Kwa hiyo naomba ushike njia zako. Umenifananisha, sio mimi. Sofia! Najua umenichagua, ila usijenikana kama Yuda kwa vipande vya sarafu. Moyo wangu na majeraha kwa kubeba mzigo mkubwa unaohusu maisha yangu. Niliamini nikiwa na wewe karibu, basi mema mengi yatanisogelea. Na kuamini, please usije ukaniadhibu, kwa maana wewe ndio unayekuangalia. So kila mwenye dhambi imeandikwa tafia dhambini, nami nimebadilika, nimeshayachoka yale. So kila mwenye jina la kishetani uachiwa na Shenga mambo. Chewa, vipi shemani? Bwana, mimi sipendi unite shemeji. Kivipi yani? Hebu tusogee hapa kwanza pembeni tuongee, maana si unajua hapa njiani watu watakupita. Ndo haya. Yaani nikikuangaliaga, yaani nakuchukuliaga mtu yaani wa kawaida, kumbe shemeji wewe kiboko. Shemeji unajua shemeji. Yaani kwa kweli uko vizuri sana shemeji yangu. Au vipi? Kwa maana hiyo kusema unamaanisha nini hapo? Kwani uelewi nini Shenzo? Ina maana wewe mtoto mdogo jamani.
Watoto zinarudi. Mina. Ndio sukari yao bana wewe. Sukari yao wapi rafiki yangu, kawaida tu. Hebu kwanza tukae hapo chini kwanza tuongee. Sawa. Haya. Yule ndio wifi ama? Mimi na umeanza. Hapana. Yule ni rafiki yangu tu. Rafiki tu, hamna mahusiano yoyote? Hatuna mahusiano yoyote. Kwa hiyo nataka kuniambia huna mpango naye wowote? Mimi yule sina mpango naye wowote yule. Lakini ni rafiki yangu tu kama ulivyo wewe. Umemjuaje? Yule kuna siku nilikuwa kwenye mishemishe zangu huko, nilikutana naye njiani. Alikuwa na shida. Akasema kwamba ana njaa, hajakula. Kwa hiyo mimi nikawa nimemsaidia kiasi kidogo cha pesa, nikampa 1000, akaenda kara. Na hapo ndipo urafiki wetu ukaanza. Mpaka unaona amekuja kunitembelea nyumbani kwa sababu ya hivyo tu. Shemeji. We kiboko. Mpaka mtu anakimbia na kanga, yani ungejua vitu kama hivyo ni vitu vyangu mimi. Na kushangaa. Yani nilikuwa wapi mimi? Mpaka uje niwahi. Hebu nisikilize. Na kuheshimu kinoma noma kuliko unavyofikiria. Alafu toka muda ule hapo unavyoongea ndombolo zako ya solo na kusikiliza naona ndombolo zinakuwa nyingi. Nisikilize. Mipaka dakika hii unamuongea ndombolo ya solo afu sija kuelewa hata kidogo. Unanichanganya akili yangu. Niwaze maisha. Niwaze nakula vipi? Afu tena niwaze na upumbavu wako ambao unaniambia au kama. Unaelewa natoka na mdogo wako kidogo mambo. Leo hii akija kujua mimi natoka na wewe inakuwa nini? Sina kwa dharau. Sina kwa ukamu. Asa mbona unaleta dharau kama hizo? Mbona tanoma kama hizo? Nisikilize. Respect yourself. Na ndo naondoka hivyo. Hebu sikiliza niache wewe. Kinega nini? Yaani wewe unijui mimi ndo Mariamu, kisikia mwingine fotokopi. Utanasa mwenyewe kwenye mtego wangu. Nyumbani kwao hapajua? Nyumbani kwao hapana. Ila amenielekeza tu juu hivi, amenielekeza mtaa fulani hapo mbele hapo, lakini sipafahamu kiukweli. Yaani nikwambie kitu. Kama ni hivyo umesema kwamba huna mpango nao wowote. Kama ni marafiki endeni kwa na marafiki tu na si kitu kingine. Mina. Kwa nini unasema hivyo? Amna, utanielewa muda bado bwana. Utanielewa bado. Unajua mimi ni mwanaume. Na hata unapokuwa unazungumzia kwamba hatuna ukaribu wa hivyo, yule pale ni rafiki mzuri sana. Na mwisho wa siku mimi ni mwanaume pia, nina hisia zangu. Ikitokea awe mke wangu, naweza kufanya kwa sababu mimi ni mwanaume. Lakini kusema kwamba eti sijui uko naye vipi, are they friends? Kwenda kuniambia nataka kumpindua G kwa sababu yake. Inategemea. Kwa sababu ni mwanamke ambaye mstaarabu, mpole, ni mwanamke pia mwenye busara zake, anajiheshimu. Ikitokea atakizi vigezo ambavyo mimi navihitaji, naweza kuwa mke wangu tu. Sawa, ila kama nilivyokuambia, kama ni marafiki endeni kwa marafiki. Lakini si kitu kingine. Kwa nini mimi umekazia sana hapo? Serem, zingatia nilichokuambia. Mimi niko ndani. Vipi? Mbona upo hivyo? Dadangu, kiukweli sipo sawa kabisa. Haupo sawa kivipi? Mbona sikuelewi? Dada, leo nimekutana na yule mwanamke ambaye nimekuhadisia mpaka nafika pale nyumbani kwako siku ile na mabegi yangu. Yaani nimekuta anaagana na mwanaume.
Nikajaribu kumfuatilia, nikamsimamisha kasimama. Cha kushangaza, tena ananiambia mimi anijui kabisa. Na usitoshe, yani yeye jina lake haitwi Sofia, anaitwa Madina. Iko ni kitu kikanifanya nivurugwe kabisa. Lakini mdogo wangu, mimi si nilikuuliza una uhakika kaenda kwao? Ukaniambia ndio. Dadangu, hapo unavyoona mdogo wako, nimechanganyikiwa, yani akili zangu hazipo sawa kabisa. Sasa dada, mimi naomba niwahi nyumbani, utanikuta nyumbani. Sasa nje ya nyumbani sio huku nenda. Huku. Baby, unaendaje sehemu hapa? Naona iko vizuri, imetulia. Ni sehemu ambayo ina upepo mzuri na imetulia sana. Ndio baby, ni nzuri. Lakini baby, mimi kuna jambo nataka nikueleze. Ni jambo gani hilo? Baby, unajua kwa mahusiano yetu na muda mrefu sana. Ndio. Kwa nini tusifunge ndoa tu tukalalisha kwa kila mtu ikawa wazi? Unajua mimi nimekubaliana na maisha yako. Na najua kila kitu kuhusu maisha yako. Kwa nini tusifunge ndoa? Unajua baby, kila jambo huwa lina wakati wake. Na wakati ukifika, basi tutafanya hivi. Kwa sababu ni kitu kizuri unachokisema. Ni kitu ambacho kina mantiki kubwa sana. Kwa hiyo wakati ukifika tutafanya mke wangu. Tutafunga ndoa. Oa Tom. Mwanangu. Sielewi mwanangu, naona mazinzo mtu. Yaani hapa nilipo mwanangu nimeamka na mafua, yani amenibana kinoma yani. Si unaelewa? Ndio maana naona nimepoa hivi na hata sura ina nuru. Alafu kingine kuna kitu kinanisumbua sana. Kitu gani hicho mwanangu? Au bado ndo mazingira ya ule kuna na usiku kule bado ya kusumbua sumbua? Hamna mwanangu, mimi nimesha forget, si unajua. Mimi am forgettable. Mimi mwanangu nikienda chooni napata choo kigumu kinoma. Nasikia nikupe dawa mwanangu. Kwa ushauri wangu hapo, tafuta mapapai. Roiva nimeiva sana. Unaona? Kula ile pale yale. Au kama mapapai una shida kuyapata, chai nao unasaidia. Ukiuchemsha ile pale ule fresh, usiweke sukari. Vile vile vuguvugu asubuhi napiga. Mambo yanakuwa fresh. Au si? Nyama. Kwa hiyo nikinywa mchaichai na nikitafuta mapapai ile atinta Nyamwezi. Basi ile hapo nitalishughulikia hilo. Alafu unajua nini malume? Unajua kimazingira uso namjua ule shipapi yangu ule nani ule kidogo mambo. Sawa, nimekubali. Lakini unatakiwa uniambie kwamba mwaka fulani au mwezi fulani ili nijue kabisa kwamba na malengo na mtu fulani ili tufunge ndoa. Sijui unanielewa. Nakuelewa sana baby. Lakini wewe unaniamini mimi? Ndio nakuamini. Basi tusubiri. Kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nitajitahidi vile ninavyoweza. Tutaoana tu mpenzi wangu. Sawa. Lakini baby, mbona toka nimekwambia ile swala furaha yako imepotea kabisa? Hamna, usijali, niko sawa. Mbona mimi niko sawa? Mbona kama uko sawa? Hamna baby, niko sawa. Na wewe unajua mimi ninakupenda. Na tena nikiwa nakaa karibu na wewe basi na enjoy sana. Nakupenda mpenzi wangu. Nakupenda pia. Love you so much. Love you too. Uko bora sana kwa maisha yangu mpenzi. Shemeji. Unampata. Asa na sister yake yule unamjua na unamuita mamu. Shampad. Wewe unamsikiaga eti sister yake si ya 18. Labda kwa sura tu lakini jina hilo. Alidi mimi nitakuonesha. Ndio swazi. Asa pointi hapa. Miki mazingira unajua yule pale kaniletea ushamba. Nani mamu au mdogo wake? Mamu. Kaniletea ushamba kivipi? Oya akanifuata mwanangu ananiletea ndombolo ya soro kwamba mimi nakupenda sio namna gani vipi. Sasa mimi nikija kufikiria mimi sinatoka na mdogo wake. Afu dakika za mwisho na kuwa ukamu mimi nikitoka naye yule pale. Si unajua?
inakuwa kama kidogo mambo nimemdisrespect. Mwanangu wewe naye sasa kufeli sasa. Asa mwanangu hapo kama yake kwa wapi hapo? Ni mwanangu amka nakataliwa mzee. Kwa nini kidogo mambo mumuoe? Hapana. Sasa shida iko wapi sasa? Demu akija mzee buruza. Hii mtoto kutaka mwenyewe una basi kile kidole nini mwanangu na rafiki yangu? Hizo dharau sitaki sasa. Unafeli sasa. Unanielewa vizuri, mimi nikichange dakika 2 tu. Baridi basi mwanangu. Baridi mwanangu. Wewe nielekeze tu mwanangu hapo nyewe atenta. Mimi sio kama sipendi michezo. Baridi safanya hivi. Wewe mtoto mkubali. Au sio? Wewe mkubali. Wewe kanyaga fresh tu. Baridi mimi na kindafu naponda kilomba yangashtuka. Ngamtuluma. Sijaye kumkalia mtu nyuma. Na ukikaa mbele na force kuweka nyuma. Sio. Awe. Ile mwanangu babaye. Oya wewe. Sio poa mwanangu. Mimi nitafanya hivyo. Baridi mwanangu, wewe buruza tu afu heshima inakaa hapo. Au vipi? Pige mtoto mdogo, pige na sister yake, sister yake na milio kikimbia nini unajua zile. Heshima mtaani. Kisela inakusa. Wewe msala unafilije mwanangu? Kisela inakuwa so kesi hapo. Tena matozi wala mna kitu ndio maana au ile masela. Baridi sema mwanangu mimi ngoja niingie kutakati hapo nikafusifusi mitikasi ya kula. Si unajua tena. Mwanangu kweli mwanangu pena ubao mwanangu. Au vipi? Wewe siku ya 3 mwanangu sijakina mwanangu nangeza story ya jini. Baridi basi hapo nyewe mimi ngoja. Mwana mpotevu. Nipo shoga yangu niambie. Upo dunia hii au upo wapi? Shoga yangu kama siku. Safi mzima. Mzima za kwako. Safi shemeji ajambo. Hajambo. Shoga yangu mdogo wangu huyu. Kimoja. Kimoja? Mbona una mawazo hivyo mdogo wangu? Tutaenda kuongelea nyumbani. Huyu mimi na rafiki yangu. Amina. Nimefurahi kukufahamu. Hata mimi pia nimefurahi kukufahamu. Shoga yangu, kwa hiyo kuna matatizo gani anaumwa? Shoga yangu haya ya dunia. Wewe acha tu. Haya sawa. Haya. Siku nyingine. Haya poa. Kwaheri. Mambo. Bado cheo hapo kwenye 5-5. Shenzo. Kwa hiyo vipi kuhusu leo ombi langu jamani? Mbona nifanyia hivyo? Yaani bado tu umekuja na masuala yako. Au sio? Wewe nilikwambiaje? Na maana unielewe. Au unataka mimi niongee vipi ili unielewe? Uone kama inakuwezesha. Au unataka tuletene madharau? Au vipi? Nataka tuvunye heshima. Sasa kwa nini kidogo mambo atamwambia nani? Au wewe utamwambia? Unaacha kunichukua mtoto mzuri kama mimi ona. Sinifanyie hivyo jamani. Yamgeuka. Lakini sikiliza. Mimi bado naona madharau tu. Mimi siwezi kuwa na wewe. Dakika za mwisho na kwa ukamu. Ninamuelewa kinoma noma kidogo mambo unajua. Afu na mrespect kinoma noma. Afu hapo mwenyewe shemeji yangu. Afu hapo mwenyewe da sister yake unajua. Aukamu bwana hizo hapo hizo. Wewe naye unakuwa kama mtoto mdogo jamani Shenzo. Au sio? Unataka au vipi?
Ndio. Mimi ndo ninapopenda hivyo. Choma ndani basi. Tutakaotaka. Kwa nini umeshindwa kufika nyumbani ukaniita hapa? Sio lazima kila siku nifike nyumbani. Alafu nimepita maeneo haya. Nipenda mazingira yake ndio maana nikaamua nikuite hapa. Sawa. Unaweza kuniambia umenitia nini? Samahani kama nitakuwa nakukosea. Yaani huwezi amini. Tangu siku ya kwanza nakutana na wewe, kiukweli nilivutia sana. Kwanza wewe ni mwanaume ambaye una huruma. Unasaidia watu. Sikutegemea kama naweza nikakutana na wewe katika maisha yangu. Acha tu niwe mwazi. Nakupenda. Unaonaje? Mambo kama haya. Wewe unaogopa kidogo mambo na muogopa. Utakuja kukosa vitu vizuri. Sema nini? Kuweza. Unaweza sana. Kidogo mambo ni mpenzi wangu lakini kwa hii kitu yangu hawezi kuvumilia. Yeye mimi nilikuwa nashangaa. Namuogopa, sio kidogo mambo, sio hata ni unakosa vitu vizuri kama hivi. Ila mdogo wangu alikuwa anasema ukweli. Kaka uko vizuri. Sasa nimeenjoy sana. Sasa unajua mimi hapa bado kijana. Kwa hiyo damu bado inachemka. Alafu unajua mimi mchizi wote. Na hapo tu umenikuta sijala dawa. Lakini ningekulia dawa. Mbona ungeeleza? Haya kama hapa ndio hivyo hujala dawa. Na ndio maana siku ile mdogo wangu alimlia dawa. Ndio maana katoka mbio nakwambia. Tunacheza. Wewe kijana una hatari. Madiana. Hivi umekifikiria unachokisema au tu umeamua kuja kuniambia hivyo tu bila kufikiria? Kwani una mahusiano? Kiukweli kabisa mimi ninayo mahusiano. Niko na mtu. Lakini ni mtu ambaye sina future naye zozote. Ila niko naye tu katika mahusiano. Sawa. Asante kwa kunisikiliza. Pia naomba samahani. Kwa sababu mimi ni mwanamke. Na kwa kawaida mwanamke kumtamkia hisia zake mwanaume kidogo inakuwa ni ngumu. Ila naomba samahani sana. Madina. Hilo ni jambo la kawaida tu. Kuwa na amani. Wala usijali katika hilo. Sawa, natumaini majibu yatakuwa mazuri. Basi sawa, mimi naomba nikuache nirudi nyumbani nikafikirie. And then nitakupa majibu. Haya, asante. Nani? Mimi kidogo mambo. Tulia. Hii issue nimaliza mimi mwenyewe. Au sio? Nenda kwa kumsikiliza. Fuzi nitamtoa.
Kidogo mambo. Vipi? Poa. Pange. Fresh. Alafu mbona umechelewa kufungua mlango wakati wala sio kaida yako? Nilikuwa najiandaa si unajua tena kuna mahali nataka niingie hapo wenyewe. Unataka kwenda wapi? Kuna sehemu tu naenda kwenye mitikasi yangu. Basi sawa, mimi nimekuja nataka niingie huko ndani. Sasa kwa leo ukamu, mimi si nimekwambia niko najiandaa kuna sehemu nataka niende. Wewe sikiliza, kama vipi ile mishale buka baadaye unakuwa tinta. Yaani wewe unavyopenda leo unakuoneka kipingamizi kweli jamani? Sasa ndio hivyo mamto, mimi nakwambia kuna deal naenda kulifanya huko la hela. Kwa dakika za mwisho wote tukisema tuendekeze mapenzi hapa, mimi nitakosa chiga, nitakosa bangi, nitakosa mazingira yangu ya kula. Haya, basi sawa. Baridi hapo wenyewe. Alafu mbona mlango haufungi unauegesha tu? Sasa unajua nini? Hapa kwa mazingira si unamjua ule mchizi boto wangu ule mselangu. Nampata? Kwa mazingira mida ni akuja demu wake. Kwa ndo kanipanga hapa. Mwamba migoli sifunge. Umeelewa? Haya, sawa nimekuelewa. Baridi tuingie hivi basi. Poa twende. Nadhani leo umejidhihirishia kwamba mimi ni nani. Sasa basi, sitaki mazoea na wewe. Sehemu yoyote utakayoniona, fanya kama hatujuani na hujawahi kuniona katika maisha yako. Nadhani umenielewa. Wewe vipi? Unajua dadangu, nimeota ndoto mbaya sana, afu ya vitisho. Unajua yule mwanamke kanitokea tena. Afu usitoshe, kaongea maneno mengi sana vitisho. Kaniambia mara tukikutana nisimshobokee, tusijuane. Umeona? Afu sema anashindwa kuelewa tatizo nini. Tatizo lako mdogo wangu, bado unamwaza sana yule mwanamke. Afu na bado unampenda. Lakini dada, nisizani kama ni mawazo. Ile ndoto ina ukweli ndani yake. Hiyo ni ndoto tu. Hata mimi dada yako unaweza ukaniota. Nimebadilika nyoka. Nimekuwa kuku. Kwa hiyo ni ndoto tu mdogo wangu. Empunguza hayo mawazo. Sizani. Ngoja tuone. Mimi nipo ndani. Je, habari yako? Safi, mambo. Mbona umekuja staili kama hiyo leo? Msalemu. Kuanzia leo mimi naomba mimi na wewe iwe basi. Sijui unanielewa? Yaani sikuelewi, yani manako ni nini? Ni kitu gani ambacho hapo hauelewi? Mimi na wewe mwisho leo. Fanya mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. Sikuhitaji tena kwenye maisha yangu. Oya malume. Zesheni mwanangu ninavyokuambia. Uelewi nini? Ule ugonjwa wako wa siku ile? Wewe achana na masuala yale. Unajua? Tuongelea aliyopo hapa, unajua zile.
Kimazingira mwanangu, mimi jana nimekosa mshindo. Jana mimi sija kushtua kwa sababu mimi nakujua wewe mapepe. Ushanifilisha michongo wangu kibao tu. Kwa ndo maana katika mishe zingine za hela mimi sikushtue. Ila jana kubababaki jana mwanangu nimekosa mshindo kinoma. Si unajua zile? Tupo kwenye jombo mimi na mwanangu na niliu malota au vipi? Ile twende nao si unajua? Tukakutana na mchumba. Afu ile mchumba yule alikuwa ametoka benki kimazingira. Sisi tulikuwa tunamzumu tu si unajua? Dakika za mwisho katoka kile nini kipocha amekishikilia mkononi au vipi? Oya, nikamwambia mwanangu malota twenzetu. Kalinua jombo. Twende. Oya anaenda kuvuta hivi mwanangu ile koba sasa akafanya hivi mkono mwanangu. Ila sio kama alituzumwa kutuona nini mwanangu, ilikuwa bahati mbaya mwanangu. Najua nini blood. Kikweli mimi kusema hizo mishe za kupola bangi hizi mwanangu. Mwanangu nikataa. Je, kama kuna mahali mimi nimekosea, jaribu kuniambia msalimu umekosea sehemu fulani, sio from nowhere eti sikutaki. Why? Haujakosea kitu, ila mimi sikuhitaji tena. Please usinifanyie hivyo. Shida ni nini? Mimi nimeshakuchoka. Naomba ufanye mambo yako. Kwa heri. Niliamini nikiwa na wewe karibu basi mema mengi yatanisogelea. Na kuamini, please usije ukaniadhibu kwa maana wewe ndio unayekuangalia. Asante. Usijesikia anayeusemea moyo wangu mabaya, maana huyo ni mwongo tu ananisingizia. Sasa hiyo ngumi nitoe kabisa. Kivipi yani, mbona sikusome? Wewe mwenyewe mwanangu unaona mazongezo yanatukuta sasa hivi. Siku yetu tumemvamia jini. Katukimbiza kule. Bado hajatosha kurudi nyumbani. Bado utafutaji wenyewe mgumu. Sasa kama askari baba tukimbizana nao. Bado wananchi wenyewe sasa tukubali kinoma na kituona mwanangu ani ile so fresh. Kwa bro mwanangu sasa hivi. Hamna kabisa zimeisha. Sikiliza wewe. Mimi nakuzuma la kibao, tafu mimi nilishakuona kama snitch unajua. Wewe si kazi tumeanza muda gani? Umekuja umenikuta kwenye issue. Nimekufundisha mitikasi yote lakini bado mshamba mdogo wangu. Oya. Katika siku ambayo umeletea ushamba ni leo. Kanisani. Oya unamjua sana Mungu au sio? Sikiliza. Zalawizo sitaki kuzisikia. Nimekufundisha kazi, piga kazi. Najua ni mwanangu. Sio kila mtu anayeje kizi kazi basi anapenda. Yote inatokana na mazingira nyumbani. Unajikuta mtu anajiingiza katika hizimisho. Lakini pale ambapo unapata nafasi ya kutoka, unajirekebisha tu mwanangu. Ile kama unaendelea, endelea nayo. Madina, unachokifanya sio kizuri. Kivipi? Kwani wewe uone umekuja duniani kuunga mahusiano na binadamu, alafu pia hapo na unadhulumu mahusiano ya watu. Kwa hiyo unafanya hivyo. Kumbuka binadamu wakija kutambua kama wewe ni jini, hatakuacha salama. Hivyo jaribu kunisikiliza mimi basi. Au sio? Kwamba Mungu unamjua sana au vipi? Msikiti unaijua sana au vipi? Sasa faisha chena hayo. Siku ile ulinipa sio kusudia yake kidogo mambo. Nakupa ushauri pale vipi ufanikisha? Nimetoa kwenye mudi. Mimi pale mtaale mwanangu mimi nishaishi kimazingira. Au sio? Vipi aliyomo yangu? Sio swala kuuliza la mjomba. Oya. Sistaki kidogo mambo anayaweza. Anacheketuka. Si unajua zile.
Dakika za mwisho unajua mwanangu kanionyesha michezo mwenyewe nikasema wa kidogo mambo aje kunionyesha michezo. Wale watamu mwanangu. Asikwambie mtu lakini usiende pambao. Unajua ni sasa mwanangu hapo. Cha kushauri sasa hivi. Wewe kama ushakinda mwanangu demu achana naye. Usilete tamaa sasa. Vipi kama yuko nini mdogo wetu? Sikiliza. Mimi pale nishaonja. Nishaonja laza supu ya pweza. Kwa kuacha siwezi hata siku moja. Kinda ponda kilo mbaya. Si unajua? Yaani na kinda na ponda kidogo mambo na kinda sitaki na kinda. Hapo timta. Si unajua zile vigilichali. Sikiza nikwambie. Mimi nina nia njema sana na huyu kijana. Sawa? Na nimefanya hivi kwa sababu nampenda. Kwanza ni kijana ambaye ana huruma, ana utu, amenisaidia. Kwa hiyo nimeona ni bora mimi niwe naye ili nitimize lengo langu la kuja hapa duniani. Unajua fika katika ulimwengu wetu sio majini. Hatuna desturi hiyo. Unachofanya sio kizuri dada yangu. Hebu hata kunisikiliza. Mara kwanza nilikufuata dada, rudi nyumbani. Sikiza nikwambie. Mimi siwezi kurudi nyumbani. Tena ukawaambie. Mimi sitorudi nyumbani mpaka nitimize lile lengo nililolifuata hapa. Nia yangu ni kuzaa na binadamu na kupata mtoto mwenye damu ya kibinadamu na kijini. Kwa hiyo sasa siwezi kurudi nyumbani kamwe mpaka nitakaposhindwa ama nitakapofanikiwa mpango wangu. Sawa, kama unaona maamuzi yako ni sahihi sawa. Ila yangu ni hayo tu. Hebu kunielewa, utapata matatizo. Kwa heli. Kaka, unaharibu. Yule kidogo mambo ni dada yake. Uoneshe na kidogo mambo. Sitaki mimi kajaa. Fresh, umekinda. Lakini kumbuka bado kidogo mambo. Haya kija kujua na kuaja. Wewe una malengo naye? Sikiliza mjomba. Mimi kidogo mambo sina malengo naye yote haya. Afu yule pembe sijamuoa, si unajua. Kwa dakika za mwisho hata kama nani yake, na hata kama bibi mkubwa wake anakutaka utamu mimi nampa. Si unaelewa zile. Sema nini? Hiyo mtikasi achana nayo. Kimazingira tuangalia sasa hivi tunaishi vipi. Time imesha kwenda bangi hatujavuta, hatuna hata shilingi hapa. Mimi kusema kweli kwa sasa hivi, masuala ya bangi, wizi, hako. Nikitoka zangu hapa na ngo mtaani, nikikuta nitakula, hamna nitalala. Ama masuala ya wizi nini mwangu mimi sasa hivi? Usinihusishe. Mpenzi. Vipi? Poa. Mzima? Hivi je, unajionaje yani? Kwani vipi mpenzi? Usiniguse. Jimmy sio mtoto kiasi hicho ambacho unafikiria. Sijui umenielewa. Umekuja hapo umeongea maneno yako mimi nimekusikiliza tu. Unakuja hapo unaniwatia wewe sijui msalemu tuachane mimi na wewe basi. Aliyakuwa sijui kosa langu. Sasa hivi unakuja baby. Mimi bibi yako mimi. Usinigusa juu usiniguse. Wewe ni kitu gani usichokielewa? Mimi ni mtoto sasa Sasa mbona sikuelewi jamani mpenzi wangu? Mimi si ndo nimefika hapa sasa hivi jamani. Hivi ni kipi usichokielewa? Umetoka hapo unaniambia msalemu tuachane sikutaki. Tena wewe ndo kunitamkia maneno mabaya. Baby, so mimi usiniguse. basi mpenzi wangu. Mimi ndo kwanza nimefika sasa hivi jamani.
Je, nisikilize. Mimi sio mdhaifu kama unavyonifikiria. Nina akili zangu timamu na sio kwamba eti ninachokiona labda sikitambui. Je, nimechoka na nimekuchoka kama ulivyotaka nikuchoke, ondoka. Baby. Ondoka, usiniguse. Je, ondoka. Ondoka. Je, ondoka. Ondoka kwangu, usiniguse. Ondoka kwangu. Lakini anasema Nataka kukusikia. Je, ondoka, niache. Sikulete na maisha yangu. Haya ni maisha yangu mimi. Shoga yangu. Nikupe umbea. Tuombea. Yule mwana kata bonus nampata. Nampata udugu wangu. Asana tena na yule kijana ambaye anasoma yule. Mimi sijui. Wewe kumwona kanyuma nyuma ndugu yangu. Wapi wewe mtaa mzima anajua usijue? Tuachane na mambo ya umbea shoga yangu. Mimi nimekuitia kitu kimoja. Si unamjua mdogo wangu yule kimoja? Kimoja namjua. Kuna mwanamke alikuwa anaishi naye huko Chanika. Na yule mwanamke kamwacha. Kwa hapa shoga yangu nilikuwa nakuomba uwe karibu naye. Karibu nani kivipi yani? Sijakuelewa. Uwe tu karibu naye kama rafiki. Wifi yangu huyo. Niambie. Fresh mambo. Poa mzima? Mzima atatoka siku ile. Safi tu wifi yangu. Yaani toka umekuja nyumbani siku ile mpaka leo hii kimya ji. Jamani, mimi mbona nipo? Mimi hivyo tu sema mamdogo akishaondoka pale nyumbani. Na kwa basi niko mwenyewe hata muda kutoka na kwa sina kabisa. Alafu wifi yangu, mbona kama upo sawa? Yaani sijakuzoea kuwa hivyo. Vipi tena? Yaani wewe acha tu wifi yangu. Si kaka yako anavyonichanganya. Yaani ananivuruga kabisa. Mimi hata simuelewi. Nimetoka nyumbani asubuhi. Nimefika kwa kaka kimahaba kabisa. Nafika pale, anaanza kunichanganya. Naambia mpenzi wangu vipi? Eti wewe umekuja hapa asubuhi unaniambia kwa unitaki. Nimeshakuchoka. Ulikuwa unataka nikuchoke na mimi ndo nishakuchoka ni sikuhitaji tena. Ukiangalia muda wangu ndo nimefika kwake na mahaba yote mwenzio. Kanifukuza hapa nilipo nimechanganyikiwa kabisa. Hataki hata kunielewa. Sasa sikia nikwambie. Yule kakaangu mimi na mudu na muweza. Kwa hiyo usijali. Mimi nitaongea naye ataisha. Kweli wifi? Unaniahidi? Nakuahidi wifi yangu. Mimi nitazungumza naye ataisha. Haya mwana nitashukuru maana. Haya mwana kweli. Kuna urafiki kati ya mtoto wa kike na wa kiume. Wewe leo unakuwa kama mtoto. Kwani hujui? Mbona mtihani? Lakini juzi kalala hapa. Nipo ndani nasikia makelele. Si ana moto yule mwanamke. Namuuliza yeye ndoto nasemaje, anasema yule mwanamke hataki mazoea naye na akimuona simshobokee. Shoga yangu mbona unazunguka sana? Au nataka ni wifi yako? Wifi yangu sio mbaya. Nitafurahi. Yaani nimekuelewa. Lakini nitaifanyia kazi vizuri. Sio ulifanyie kazi. Mimi nimeamua tu nikutafute wewe kwa sababu ni shoga yangu mwanangu single muda mrefu sana. Nitafurahi kwa wifi yangu lakini. Mambo. Poa. Alafu Madina. Kwani kila siku unapenda kuniita huku hivi? Alikuwa nyumbani kupo na unapajua. Napenda kukuita hapa kwa sababu hapa ni sehemu ambayo imetulia, kuna upepo mzuri. Wewe mwenyewe si unaona? Basi sawa, mimi nimeitikia wito wako. Sina mengi sana ya kuongea ila nimekuita hapa kuja kuulizia tu jibu langu vipi, maana naona kimya. Swala lako mimi nilifanyia kazi Madina na nilikaa nikafikiria kwa makini zaidi. Nikukubali ombi lako leo. Wow, kweli?
Asante sana. Unajua Madina, wewe ni mwanamke mrembo sana. Yaani kama kuna wanawake ambao nimeshakutana nao ni warembo basi ni wewe. Kwa hiyo mbona sina budi kukubali ombi lako. Kimoja mambo? Poa mzima. Mzima. Za masiku. Hivi unanikumbuka? Nakukumbuka, ni si yule dada tulikuwa tumekutana siku ile na dada yangu pale. Ninafikiri dada yako sawa. Nakumbuka vizuri sana. Ona Mwenyezi Mungu tena katukutanisha tena leo. Kabla hujaondoka unaweza kunipatia namba kabla kwa mawasiliano? Yaani wewe ni mwanaume ambaye unanifaa kiukweli. Na sikufikiria kama itakuwa hivi. Nashukuru sana. Usijali Madina, kwa sababu mapenzi ni kitu kimoja kizuri sana kama mtakutana na watu ambao mnapendana. Kwa kuwa mimi nimeamua kukupenda wewe, basi na mimi leo utanipenda kama ninavyokupenda mimi. Yaani mimi zaidi yako. Ila kitu kimoja cha kuzingatia. Mimi naogopa sana kuumizwa. Yaani usije katika hilo. Kwa sababu mimi mwenyewe pia naogopa kuumizwa. Alafu Madina, mimi natamani sana kujua unapoishi. Nikutoe tu wasiwasi. Ipo siku utajua ninapoishi, utajua mpaka wazazi wangu. Unajua ni mara ngapi unaniambia hivyo kila siku, subiri nafika wakati mpaka nakata tamaa. Wewe usijali. Kwa sababu mambo mazuri ndio kwanza yameanza. Kwa hiyo toa wasiwasi. Unaniahidi? Basi sawa. Mimi nashukuru. Lakini ni vyema sana nikapajua kweli. Ila kwa kuwa umeniambia utanipeleka, basi mimi nitafanya subira. Okay. Basi sawa. Namba tena? Namba zangu za nini? Ni mawasiliano tu ya kawaida. Okay. Hiyo namba napatikana WhatsApp tu. Yaani unaweza kupata muda unaweza ukatuma hata nyumbani kwa mama hapo bonde hivi sembali. Haya poa. Haya. Salimia dadako. Poa, ina shida. Wewe naye nini? Mimi nimelala, kazi msumbufu tu, au unasemaje? Wewe nawe muda wote nafanya kazi ya kukuamsha. Unalala gani mpaka sasa hivi unafanya kazi ya kulala? Wewe ugali tulokula hapa unafanya mchezo, nikose kupata usingizi. Unapenda kula wewe, utakufa vibaya wewe. Ila shoga yangu acha nikwambie, yote kwa yote. Jana si nimekutana na G bwana. Kama kawaida yake nimekutana naye kanisimamisha. Kunisimamisha tu anaanza kuniambia kaka yako simuelewi, mara nikienda nyumbani kwake ananifukuza, mara sijui nini. Yaani kaongea maneno kibao. Nikamsikiliza, nikamwambia sikia nikwambie. Mimi yule kaka yangu nitaongea naye. Mambo yote yatakuwa fresh. Niachie mimi hayo mambo. Alafu wewe siku nyingine usije ukaniambia upumbavu wako au uji wako. Kwanza mimi naona sawa. Yaani naomba kaka yangu aende mwendo huo. Nilivyokuwa simpendi ule msichana. Habari zenu ndugu zangu. Salama. Mnaendeleaje? Wazima kabisa. Kaka ni bora sio ulivyokuja.
dadangu. Simekutana na yule shoga yako yule. Yule nani sijui Minayo. Yule bwana mimi anaonekana mapepe yule, unajua yule. Kufika salamu nyingi, ni ucheshi. Na mimi kamletea ucheshi. Eti naomba namba zako sweet. Sasa namba za kazi gani? Kati mimi na mtu wangu tayari. Hivi kweli dada yangu unavyoona mimi nimkatae Sofia? Kwa sababu yake yeye? We. Mdogo wangu acha ujinga. Sofia usikesha kukataa. Saizi ana maisha yake. Na wewe ulisema umekutana naye njiani kakukana. Sasa unamwaza nini? Sister. Yaani hapo utanivuruga kichwa changu. Ila mimi nahitaji nikwambie tu kitu kimoja. Sofia bado ipo moyoni. Alafu kitu kingine, kama kukano, washakana watu kibao. Kashakana Harmonize na Tatu amecholana, amenuliana mpaka magari, sembuse mimi na bado wamerudiana. Mimi najua tu Sofia ni wa kwangu. Hapa lazima afiki kwa king kimoja, Dr. Love. Wewe kafikiria. Muelewane na huyo Mina. Wewe tulia pale kwa yule mdada. Achana na wewe Sofia mdogo wangu. Na tena usimweke hata akilini. Sawa sister. Wewe ninge ndani mara moja. Ningepata kujimwagia. Basi kisha niende kwenye mpira kama hivyo. Jana nimekutana na G. Baada ya kukutana naye njiani akanisimamisha. Kanisimamisha kaniambia amekuja nyumbani kwako. Umemfukuza, umemtolea maneno ya kashfa, yani umemtolea shit mbaya. Kidogo mama mdogo wangu. Unajua mimi sijui wanawake wakoje. Kwa sababu nakumbuka kuna siku umekuja nyumbani kwangu from nowhere. Msalimu tuachane. Hali ya kuwa sijui kosa langu. Halafu siku hiyo tena kama dakika 30-40 anakuja kwa mapenzi mazito. Hali ya kuwa anaonyesha kunihitaji. Na wakati alinikataa. Kwa hiyo nikashindwa kuelewa, nikamtimua mimi. Bwana kakaangu, huyo Jia sikuumize kichwa. Upo kakaangu? Asikuumize kichwa kabisa. Wanawake wapo kibao tena wazuri na wenye kuvutia. Sijui unanielewa kakaangu, kama nilivyokuambia tafuta mwanamke mwingine mzuri. Yaani dada yako kama unavyonijua. Nikipita mtaani yule ndo wifi yake fulani. Sio unapita mtaani nakwambia akiwe ndo kifi yake fulani. Wewe si unanijua dada yako. Mtaani hapa ninavyokubalika afu niletee wifi ambaye haeleweki. Yaani nataka uniletee wifi pambe. Achana naye. Lakini kaka, kwa nini usingeompa nafasi ya kumsikiliza? Huenda hiyo siku alikuja kwako hakuwa sawa. Ndio maana ukamwona mpaka anaongea hivyo. Mpe nafasi hata kumsikiliza hata kwa dakika moja tu. Kidogo mambo. Wewe ni mdogo sana mdogo wangu. Nadhani wakati ukifika, wewe mwenyewe pia utayaona. Sio unaelewa? Kwa hiyo swala kuachana naye au kuendelea naye niache mimi nitafikiria. Sawa. Naomba niache. Hai. Ngoja nikuache. Nilala hapa na usingizi wangu ananiletea ndani. Oe, tulia. Kaa kwa kutulia. Oya mwanetu. Huyu tunamkinda afu tunamponda afu bado poa. Oe, sikiliza. Usifosi kubakwa. Sisi tunataka mali tuondoke. Si umeelewa? Sisi tunataka mali tuondoke. Haya, nije mazingira hayo. Oe, nije mazingira hayo. Watu wamepesi. Toa mzigo, vipi babu? Toa. Nenda nenda.
Unapoa toa mazingira unatoa nege wewe. Umeelewa? Sound fulani. Nimekuita hapa kuhusu swala ile la kakako Mselemu. Sasa sijui amekujibu vipi. Kakangu mimi mbona nimeongea naye. Tena nimeongea naye nilikuwa mimi na dada Mariam. Ingawa nimeongea naye kakangu hajanijibu chochote. Hata dada Mariam naye alikuwa upande wa kaka. Alafu istoshe. Kwanza wewe kaka unamchanganya tu ubongo pale alipo. Maana ananiambia sijui wewe mara umeenda kwake, ulivyoenda nyumbani kwake umemwambia mara tuachane, sijui nini na nini. Yaani kuona hata aeleweki pale alipo. Alafu pia kuna muda tena umeenda unamwambia sijui wewe hujaenda kwake. Kwa hiyo pale alipo unamchanganya tu ubongo. Sema leo umenifurahisha najua. Kimazingira ulimwambia tula ukamfuta usoni nikasema amekuwa mdogo wangu. Si unajua zile mekazo kama ndio inahitajika. Yaani tikeli kama hizo mimi ndo nazipenda afu mimi ndo I like. Si unajua? Sema ni blast. Fungua sasa tuangalie mazingira ndani. Unaelewa? Au sio? Baridi hapo ni. Tula. Mimi mazalo kama ndo siyapendi. Mimi ndo Digala. Mimi ndo captain. Mimi ndo Mdudu. Sasa mbona nitazalao kama hizo kwamba unatata mikono mbele? Tula. Nitakuzima unajua dakika 2 mbele tu mimi nabadilika. Ngoja basi. Sasa wifi yangu. Hebu niambie nifanyaje? Si unajua kama bado unampenda kabisa kakako. Sikia nikwambie, mcha kukushauri tu wifi yangu, muda bado upo. Wewe cha kufanya hapo, pata muda wako. Nenda kaongea na kaka vizuri tu, muyamalize. Uenda akawa muda ule alichanganyikiwa, ndio maana mpaka akawa anakujibu ovyo vile. Basi wifi yangu nashukuru sana. Okay, bye. Mazalao mwanangu. Alafu unajua mdogo wangu mimi nakuangalia sana. Yaani kila nikipiga mishindo nayo lazima ifeli. Kila nikipiga dini nayo lazima lifeli. Unaenda unafanya mambo yako ya kishenzi uoge hata janaba. Unakuja ofisini, unakuja kazini unaleta mikosi. Kama mimi na kwa sikuelewi. Kwa sababu mimi tupige wote na tuko pote pale. Kama tumekosa basi tumekosa wote. Usikae kulaumu mimi mzee. Hapo wewe usinichukulie poa mwenyewe unajua. Mimi sio mnani kama unachukulia wewe. Misho zote tukifena kwa mtu kulaumu mimi. Wewe mwenyewe mapenzi wafanya. Mnaje nini uko wapi wewe? Kaona njibisha. Acha zalao bro. Umekuwa au sio? Sasa habari gani hizi? Nipatie mkoba. Nipatie mkoba. Hii ni mara pili tunakutana mimi na nyinyi. Hizi tabia zenu huwa zinifurahishi hata kidogo. Basi ningeomba mbadilike. Na endapo hamtoweza kubadilika, mimi nitadili na nyinyi.
Pole sana. Asante. Chukua. Nimekusaidia kupata pochi yako. Najua humu kuna vitu vyako vya muhimu. Chukua. Asante sana dada yangu. Yaani nashukuru sana. Maana nilikuwa naenda kliniki. Na mwani kila kitu kipo humu dada yangu. Yaani si niseme nikushukuru vipi yani. Usijali. Ila wakati mwingine naomba kuwa makini. Kwa sababu huu mtaa kuna vijana wa tabia za ajabu sana. Haya, asante sana. Sawa. Bye. Yaani wewe mtoto umejua kuneka roho juu kana kula tambi. Haya toka jana ulikuwa wapi? Maana dada nakwambia piga simu. Simu hazipokelewi. Mwisho siku ndo kazima kabisa. Mtoto vuko na balaa wewe. Nilikuwa kwa Shenzo Mdudu. Nini? Nilikuwa kwa Shenzo Mdudu. Hivyo una akili kweli wewe? Haya uko kwa Shenzo ulifuata nini? Nani alikwambia uende kwa Shenzo? Asa dada, wewe unachonifanya unizuie kwenda mimi kwa Shenzo kitu gani? Wewe Shenzo umjui? Yaani nishakwambia sitaki uende kwa Shenzo. Na sitaki mazoea na Shenzo. Iwe mwanzo na mwisho. Yaani sitaki. Yaani hata kukumsogelea sitaki. Umenielewa eh? Kwani bibi wewe? Mazoea kunibana mimi kwenda kwa Shenzo yameanza lini? Na kuna unanijia juu kama toa kifuu. Kwani unaniagani na Shenzo? Yaani sasa elewi leo na mawazo gani mdogo wangu. Nisamee bure mdogo wangu. Wewe nenda tu kwa Shenzo mdogo wangu. Wewe si unajua tena dada yako ni kichwa na mambo mengi vikoba yani nadaiwa yani hata sielewi. Mina, toka nimekuwa approach mpaka sasa umepita muda mwingi sana, na sijajua hatima ya jibu langu utanipatia lini. Hivi nikuulize swali? Ya, unaweza kuniuliza. Kwa sasa hapo kuna mahusiano na mtu yoyote? Kwa sasa sina mahusiano na mtu yoyote, ila before nilikuwa na mahusiano, na yale mahusiano yangu ilikuwa kunisumbua sana na yamtatanisha, kwa sababu nilikuwa naishi kwa mwanamke. Umeona? Akaja kaniaga, anaondoka wapi kwao. Alifuja kwenda kwao, nikipiga simu zangu akawapokea simu zangu, nikituma message anajibu message zangu. Na mimi nikaona sasa nakaa kufanya nini kama mwenye chumba mwenyewe ameshaondoka. Na mimi nikachukua uamuzi wa kutoka kule nilikotoka mpaka kuja kuanzisha maisha yangu huko kwa dada yangu. Pole kwanza kwa changamoto ile kukuta. Ila mimi huwa sipendi mwanaume muongo. Hata mimi pia huwa sipendi mwanamke muongo. Lakini pia nakuhakikishia mimi nitakupenda kwa dhati kama utavyokuwa umenipenda. Okay, sawa. Mimi hapa naishi peke yangu. Yaani nimekaa single muda mrefu. Kwa hiyo yani wewe ndio unanirudisha mimi tena kwenye mahusiano. Basi sawa. Nilikuwa naona nikuache nielekee nyumbani. Unaondokaje wakati hata hujapona ndani kwangu?
Haina shida sawa. Ya, twende. Ji. Niambie. Habari yako? Salama. Samahani. Bila samahani. Tunaweza kuzungumza? Ndio, lakini umefahamu vipi jina langu? Kwa majina naitwa Madina. Mimi nafahamiana vizuri na mpenzi wako Mselemu. Tunaweza kufahamiana? Vipi? Mbona ghafla tu? Umekuja hata taarifa utoi. Tuseme ungemkuta mdogo wako kidogo mambo. Unafikiri ingekuwaje? Singekuwa zeshen? Singekuwa madharau? Shenzo bwana. Sasa kwa unanifanya mimi sina akili jamani. Kidogo mambo yuko nyumbani. Na hana hata ratiba kutoka ule muda kutoka hana. Na ndio maana mimi nimekuja huku. Nimekumisi. Zipi zako? Zangu ndio hivyo, mimi nimekumisi. Na nimekuja leo nalala hapa. Sina, nimekuja na mkoba. Unajua mnanichanganya sana. Yaani mnakivuruga kichwa changu. Kuna muda nashindwa vipi ni play part. Kuna muda nafikiria naona kama vipi ni wabwage tu wote. Lakini nakuwa ukamu. Si unajua kesi la so kesi afisi tunafanya kesi ile mada kesi. Mimi naruka nayo kesi la. Mimi striker ambaye najitegemea. Naweza nikaplay uwanja mzima peke yangu. Alafu nikaibuka na ushindi. Ila nisikilize. Wale wa ukamu, inuka, sepa, kesho, atinta. Sitaki atinta hapa, wala atinto. Yaani mimi nimetoka huko na mingale yangu, alafu nije hapo anze kuniambia niondoke. We vipi? Mimi siondoki. Na tena leo ninalala hapa. We. Mamu, hebu nisikilize. Usifosi kubakwa. Inuka sepa. Mimi siondoki. Usinifanyie hivyo jamani Shenzo.
Mwanzo nimekumisi. Bwana.